Na kama unavyofahamu wa Tanzania, binadamu, angalau ungesikia mtu anaumwa, hata ukaenda kumuona, hata ulishindwa, basi usikie tu kwamba kaumwa. Vifo vya ghafla huumiza sana. Mheshimiwa Jenista ni zaidi ya kiongozi, kwa sababu kwa sisi viongozi vijana alichukulia kama watoto wake. Kwa hiyo na sisi tulimchukulia kama mama, kama dada, na tumekuwa tukimuita dada mkubwa. Kwa hiyo amekuwa akitupitisha ili na sisi tuweze kuwa viongozi wazuri, kwa sababu yeye ameshakuwa kiongozi kwa miaka mingi. Kama unavyofahamu ni zaidi ya miaka 20 kwa ndani ya bunge, lakini vile vile amekuwa kwenye wizara mbalimbali. Kwa hiyo ni pigo kubwa kama taifa, ni pigo kubwa, na sisi kama serikali, pamoja na kwamba kwa awamu hii ya pili ya 600 hakuwepo ndani ya baraza, lakini bado tulikuwa tukimtumia kama dada mkubwa ambaye ana experience ya kutosha. Kwa hiyo basi ndio binadamu, kwa sababu ni njia yetu sote na sote tutapita huku. Tuendelee tu kuombeana kifo chema, na kadiri ya imani tuendelee pia kumwombea na yeye aweze kufika huko mbinguni. Lakini vile vile na sisi hili liwe ni darasa. Siku ya kufa ni fumbo, hauwezi ukajua siku wala saa. Basi tuwasikilize viongozi wetu wa dini, tujipange, tuwe tayari kwa wakati wowote, kwa sababu hatujui siku wala saa.